Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninamshukuru Mungu kwa sababu ya kunipa nafasi na neema katika siku ya leo. Namshukuru Mungu kwa sababu ya kunipa neema na kibali juu ya siku ya leo na juu ya semina siku ya leo. Ngoja nikuombee. Bwana Yesu, asante kwa sababu ya neema yako na upendo wako. Asante kwa sababu ya kibali na nafasi ambao umetupa kusikiza neno lako. Naomba Mungu, fungua masikio yetu ya ndani, fungua fikra zetu. Roho Mtakatifu, nitumie sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tutajifunza somo moja ambalo lina kichwa cha somo kinachoitwa faida za ufalme wa giza na ufalme wa nuru kuwepo duniani. Faida za ufalme wa giza na ufalme wa nuru kuwepo duniani. Watu wengi ukiwauliza faida ya shetani kuwepo duniani, wao wanaona ni hasara tu yeye kuwepo duniani, lakini kumbe kuna faida zipo nyingi sana. Mungu hawezi kuumba kitu ambacho hakina faida. Ndio maana chochote Mungu alichokiumba alikiona ni chema. Chochote unachokiona kinatokea duniani ni mapenzi yake na kuna kusudi lake. Ukisoma Mwanzo 1 mstari wa 2 inasema, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mstari wa 3, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mstari wa 4, Mungu akaona nuru ya kuwa ni njema, Mungu akatenga nuru na giza. Mstari wa 5, tuishia hapo mstari wa 4. Unaona kabisa mwanzo kabisa Mungu anaonyesha kuwa kabla ya kuwepo ulimwenguni duniani, ulimwengu haujaumbwa, anaelezea mazingira yalivyokuwepo. Anasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Lakini angalia mstari wa 3, Mungu anasema, Mungu akasema iwe nuru, na ikawa nuru. Hapa Mungu alikuwa na introduce ufalme mbili kubwa. Kuna ufalme wa nuru na kuna ufalme wa giza utakuwepo duniani by the revelation, kwa ufunuo. Kwa hiyo ufalme wa giza, ufalme wa nuru upo, na Mungu alikuwa ameruhusu kabisa kuwepo ufalme wa giza na ufalme wa nuru katika kitabu cha Mwanzo kabisa. Lakini Mungu kupitia Yesu Kristo, ukisoma Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na tunajifunza kuwa Yesu Kristo anajiita mimi ni nuru ya ulimwengu. Ukisoma Yohana 9:5 inasema, muda nilipo ulimwenguni mimi ni nuru ya ulimwengu. Yaani ule muda ambapo Yesu alivyokuwa hapa duniani, yeye alitaka awe ni nuru ya ulimwengu. Na si tu hivyo, alitaka sisi tuwe chumvi na sisi tuwe nuru, kwa sababu kila aliyempokea Yesu anatakiwa awe nuru. Kwa nini ni nuru? Kwa sababu ili matendo yetu yadhihirike, yamdhihirishe Kristo kupitia sisi. Ndio maana ukisoma kwenye Galatia anasema tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, kiasi, na mambo mengine yote ambayo alikuwa ametaja kwenye tunda la upendo. Yale yanamdhihirisha Yesu Kristo katika maisha yetu. Ndio maana Yesu akawa anasema, mtu akiwa na njaa, hata kama ni adui yako, muombee mema. Mtu ambaye hakupendi, muombee mazuri. Adui yako akiwa na njaa, kamlishe. Alikuwa anatufundisha, anatuonyesha upendo. Faida moja hapo ambayo leo tutajifunza, faida ya ufalme wa giza na ufalme wa nuru kuwepo duniani. Kama ufalme wa giza usingekuwepo, tusingejua pendo la Mungu ambalo alitupenda tungali wenye dhambi,
kwa sababu Mungu hajawahi kutupenda kwa sababu ni watakatifu, bali Mungu alitupenda tungali wenye dhambi, tungali wachafu, lakini Mungu akatupenda hivyo hivyo. Na haijalishi mazingira tuliyokutana nao, lakini bado Mungu hajakutukatia tamaa, hajatuacha, hajatupungukia. Kwa sababu gani? Yeye ni Mungu wa upendo na yeye ni Mungu wa huruma. Kwa hiyo kama Mungu asingeruhusu ufalme wa giza uwepo, tusingejua pendo la Mungu kutupenda kwa kiwango hicho. Akamtoa mwanae wa pekee ili kila muaminie, akusema Muislamu, akusema Msabato, akusema ambaye hana, mtu yoyote ambaye atamwamini tu asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na uzima wa milele anasema ndio huu wa kujua wewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Hapo utajifunza zaidi na zaidi. Na kuna mambo mengi sana kujifunza juu ya ufalme. Ukisoma Waefeso 6:10 inasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Unaona hapo? Hatimaye. Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Tuwe hodari katika Bwana. Kivipi tuwe hodari katika Bwana? Anasema katika uweza wa nguvu zake. Unaona hapo? Anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzipinga hila za shetani. Umeona? Hapo anataja ufalme wa shetani wenyewe ukoje sasa. Sura mstari wa 12 kwenye Efeso 6. Mstari wa 12 sasa hivi, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme. Anaanza kutaja falme, mamlaka. Ya pili ni mamlaka. Ya tatu juu ya kuwa giza hili, juu ya majeshi pepo mabaya katika ulimwengu wa roho. Anataja ufalme. Kuna ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Kuna watu wakidondoka tu kidogo, shetani hujafikia level za shetani yaani kumsumbua shetani kwa namna hiyo. Kuna level ziko 4. Kuna level ya falme, kuna mamlaka, juu ya kuwa giza hili na juu ya jeshi pepo mabaya katika ulimwengu wa roho. Kabla hujamfikia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lazima utawafikia kwanza kuna wanajeshi, kuna maaskari hapa katikati kabla hujamfikia rais. Huwezi tu kusema tu rais. Ni rahisi sana kumpiga rais kabla hujapiga kwanza watu hapa katikati. Lazima kama unataka kuishinda falme fulani, lazima uwe na nguvu zaidi ya ile falme. Hapa sio tunaelewana? Yaani kama unataka kupindua ufalme fulani, lazima uwe na nguvu kuliko ule ufalme ambao uko madarakani. Kwa nini? Maana kwenye ufalme wa nuru sisi hapa lazima tuwe na nguvu. Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari. Kwa hiyo hatimaye mzidi kuwa hodari, manake ni kila siku. Huwezi kuwa hodari kama upigani vita. Huwezi kuwa hodari. Mtu yote ambaye ni hodari lazima awe anapigana vita na kushinda. Si kila mara zote utashinda. Kuna wakati unashindwa. Unatafuta mbinu nyingine ya kumpiga mpinzani wako ili uweze kumshinda. Ndio maana kitu ambacho kinachotuwezesha ni nguvu. Ndio maana nasema nayaweza mambo yote katika yeye anitie nguvu. Ukisoma Matendo 2:8 anasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na Uyahudi na Samaria hata mwisho wa nchi. Lengo kubwa la Yesu litaka wanafunzi wake wajae nguvu kwanza kabla ya kwenda kusambaza injili, kabla ya kwenda kufanya uamsho, kabla ya kufanya chochote lazima kwanza wajae nguvu. Ndio maana Efeso anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana katika uwezo wa nguvu zake. Kwa sababu gani? Huwezi kwenda kukemea pepo kama hauna nguvu za kulitoa lile pepo. Unaweza kuwa na mamlaka, lakini Mungu anafanya kwa kadri ya nguvu itendao kazi ndani yako. Kwa sababu kile kiwango cha utendaji kazi wa ndani ya nguvu, ndio maana tunapokea zile nguvu za uwezesho wa kufanya kazi za Mungu. Kama hauwezi kufunga na kuomba, vitu ambavyo vitakusaidia ili kupata hizo nguvu: 1, kufunga na kuomba; 2, kusoma neno la Mungu kila siku; 3, kujaa Roho Mtakatifu na kusema kwa lugha mpya kila siku. Ndio maana Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana. Yesu kufanya kazi zake zote zile alimtegemea Roho Mtakatifu 100%. Ndio maana katika Agano Jipya na Agano la Kale Roho Mtakatifu alikuwepo. Hata Agano Jipya Yesu anatuonyesha kuwa hali Yesu akiongozwa na Roho nyikani ili akajaribiwe na Ibilisi. Maana yake nini?
Yesu alikuwa anaongozwa na Roho Mtakatifu, na nguvu zote unapoona Yesu alikuwa anafanya miujiza ilikuwa ni Roho Mtakatifu alikuwa ndani yake akimpa nguvu ya uwezesho. Ndio maana Yesu alikuwa anaenda sehemu tofauti tofauti, lakini ikifika mida ya jioni au alfajiri anaenda kuomba. Kwa nini alienda kuomba? Ili kupokea nguvu mpya, ili kupokea mamlaka mapya, ili kupokea uwezo mpya kumwezesha ili kufanya ile kazi. Sasa watu wengi wanaenda kufanya kazi ya Mungu pasipo kujaa nguvu kwanza. Ndio maana unapotaka kufanya kazi yote ya Mungu, hakikisha unajaa nguvu kwanza, kiwango ambacho hata shetani umemzidi hiyo nguvu. Kwa sababu gani? Kuna wakati mwingine unakuta una nguvu ndogo na una kipengele cha kutoa pepo kama 10, 20, 30 ndani ya mtu mmoja. Utawezaje? Ndio maana unaweza kukuta mtu anakuja anakemea tu pepo, toka kwa jina la Yesu, ile pepo linaondoka mara moja. Na kuna wengine anakemea mpaka kesho. Kwa nini? Inategemeana kadri ya nguvu itaenda kazi ndani yako. Ndio maana Yesu alisisitiza kuomba katika kunena kwa lugha mpya. Kunena kwa lugha mpya kuna kusaidia kama Mkristo kuongeza nguvu za ufalme wa Mungu ndani yako. Ili uweze kukua hodari, jitahidi sana kuomba katika Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie sana ili tuweze kabisa kushinda haya mambo na tuweze kuwa na nguvu za Mungu ndani yetu, kwa sababu ufalme wa Mungu haupo katika kunywa tu. Ukisoma Efeso 6 mstari wa 8 nasema 18, Efeso 6:18 inatupa namna gani tunaweza kupokea zile nguvu, namna gani tunaweza kuwa hodari, namna gani tunaweza sisi kama ufalme wa nuru kumdhihirisha Mungu ndani yetu na ufalme wa giza kuondoka ndani ya kila neno. Mungu anapotupa nafasi ya kuwa katika, labda mtu unakuwa shuleni au unakuwa kwenye kazi yako, sehemu eneo la kazi au katika familia yenu, Mungu anataka wewe nuru katika hapo. Mungu ile nuru yake wewe, watu wanapokuwa na shida, changamoto, kukimbilia wewe, kwa sababu wewe ndani yako yupo anayetoa solution. Inasema kwa sala zote, Waefeso 6:18, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea utakatifu. Kuna mstari unasema hivi, mkisali kila wakati katika Roho. Manake aitaka tuombe katika kunena kwa lugha mpya, na kunena kwa lugha mpya kuna kusaidia kuchochea, kuamsha nguvu za Mungu, kuamsha nguvu za uwepo wa Mungu. Roho Mtakatifu anapojaa ndani yako, ile nguvu za uwezesho. Ukijaa nguvu za Roho Mtakatifu ni rahisi kusema hapana kwenye dhambi. Mtu anakushawishi kwenye mambo ya zinaa, unamwambia hapana. Ni rahisi kusema hapana kwa sababu unayo nguvu. Ni rahisi kusema sitaki kutukana kwa sababu unazo nguvu. Kwa sababu zile nguvu ndo zinazo kuwezesha wewe. Kama hauna nguvu, Wakristo wengi wanaenda kanisani lakini hawajamjua Kristo katika ule uhalisia. Bado wanaishi katika maisha ya dhambi, bado wanasikiza bongo flava, bado wanaimba bongo flava, bado wanampenda shetani, bado na mambo ya shetani. Kwa sababu gani? Bado Roho Mtakatifu hawajampa nafasi ndani ya mioyo yao, awakarabati, awatoe kila takataka za uchafu. Kwa sababu Mungu anasema mtakuwa watakatifu kama kuwa mimi ni mtakatifu. Na Mungu hawezi kukwambia yeye utakuwa mtakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu kama hajakupa viwezesho vya kukuwezesha wewe kuwa mtakatifu. Ndio maana Roho Mtakatifu yupo. Kazi yake kubwa sana Roho Mtakatifu. Ukisoma hata Mwanzo pale, Roho wa Mungu alikuwa juu ya vilindi vya maji. Mungu akasema iwe nuru na ikawa nuru. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akachukua lile neno akalibadilisha, alikaa katika uhalisia wa Mungu alichokuwa anakitaka. Chochote unachokiona katika maisha yako hukielewi, neno la Mungu ulisome, lijae ndani yako. Ile Roho Mtakatifu alichukua lile neno alibadilishe likae halisi katika maisha yako. Anaposema kwa sala zote na kwa maombi mkisali kila katika Roho, ni sasa na Yuda 1:20. Asa wapenzi, bali mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Kwa nini? Hata Paulo anasisitiza kanisa kuomba katika kunena kwa lugha mpya, kunavyokujengea nguvu za Mungu, dunamis power, ambazo zinaweza kusaidia wewe kufanya kazi ya Mungu, ambazo zinaweza kusaidia wewe kufanya kazi za maisha ya kawaida,
kufanya kazi za kupatia fedha, kwa sababu bila nguvu za Mungu hao wenzetu wanaenda kwa miungu yao, wanaenda kwa miungu yao ili kupata nguvu za kuvuta wateja. Kwa hiyo kama wewe hujiandai kiroho kwanza kabla hujaenda kimwili, utafeli. Ndio maana muhimu sana kujia nguvu za Mungu. Unapoenda kila eneo la maisha yako, jitahidi kujia nguvu za Mungu. Jitahidi kunena kwa lugha asubuhi, jitahidi kunena kwa lugha mchana, jitahidi kunena kwa lugha jioni, jitahidi kusoma. Ndio maana mimi katika tuna usomaji wa siku 90 za kusoma Biblia ndani ya siku 90 na kuomba kila siku lisali moja na kumtafakari Mungu na kuulizana maswali. Kwa nini? Tunajengeana misuri ya imani, tunajengeana uwezo wa kumjua Mungu, tunajitia moyo katika Bwana, na katika kujifunza namna hii Bwana anatuimarisha, Bwana anatusaidia, Bwana anatutia nguvu. Kwa sababu gani? Ufalme wake unajengeka ndani yetu, na unapojengeka ndani yetu tunatakiwa tuwe na effect katika ufalme wa giza. Tuwavute wale wa ufalme wa giza waje katika ufalme wa nuru kupitia neno lake ambalo anatupa, na kupitia neno lake ambalo Mungu anatupa tufundishe katika uwezo wake, kwa sababu hauwezi kumbadilisha mtu bila nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio ana uwezo kumbadilisha mtu kitabia, na neno la Mungu linapojaa ndani yako lina uwezo kukubadilisha kitabia. Roho Mtakatifu ni wa umuhimu sana. Kama Yesu alimtegemea Roho Mtakatifu 100%, sisi ni nani tusimtegemee Roho Mtakatifu 100%? Ndio maana kama unajiita Mkristo, hausomi neno kila siku, hauombi lisali moja na kuendelea kila siku, hausikilizi mafundisho ya Mungu, wewe kazi yako ni kuingia on page ya Facebook, Instagram, TikTok asubuhi mpaka jioni, TikTok kuangalia, nguvu za roho zinanyonywa. Nguvu za roho lazima ziwe zinanyonywa kwa namna hiyo, na Mungu atakusaidia sana, na Mungu atakusaidia. Ukisoma katika hiyo ukisoma Waefeso hapo anazungumzia kitu kizuri sana ambacho kuna silaha. Anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa sababu kwa nini? Wewe unapookoka, wewe ni komando, wewe ni mwanajeshi wa mbinguni, kwa sababu unauwakilisha ufalme wa Mungu hapa duniani. Maana yake nini? Unapozaliwa mara pili, unapookoka, maana yake unawakilisha ufalme wa nuru hapa duniani. Maana yake wewe ni raia wa mbinguni ukiwakilisha ufalme wa Mungu duniani. Maana yake kuna maelekezo Mungu atakayokupa ili ufalme wa nuru uanze kutenda kazi ndani hapa duniani. Unapokuwa ofisini kwako, watu waseme yes, ni mtumishi wa Mungu. Unapoenda safari, yes, tunamuona Yesu. Watu wanakudefine wewe ni nani. Kwa hiyo kuna silaha lazima uzivae. Silaha ni muhimu sana. Silaha moja hapo kubwa ni kuomba katika kunena kwa lugha. Hii ni silaha moja hapo inayokusaidia kuzivaa silaha zote. Tumesoma mstari 18, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho Mtakatifu. Nini maana yake? Unatakiwa ujae neno la Mungu, ujae kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni ishara ya nguvu za Mungu kushukia, na ni lugha ya Mungu mwenyewe. Ni lugha ya Mungu mwenyewe. Mungu ana lugha yake, na malaika ana lugha yake, na wanadamu ana lugha zao. Lakini Mungu ametaka ana lugha yake moja. Shetani haielewi. Hii ndio siri moja hapo. Tunaponena kwa lugha mpya, tunaongea na Mungu kwa siri sana, ambapo hata fikra zetu, ufahamu wetu hauelewi. Lakini Roho Mtakatifu katika tunapozidi kuomba katika kunena kwa lugha, anatutafsiria nini tunachokiomba. Ndio maana muhimu sana kujaa nguvu za Roho Mtakatifu. Ni muhimu sana kunena kwa lugha mpya. Namna gani unaweza kuomba kwa kunena kwa lugha mpya? Tenga muda. Mwambie Bwana Yesu, naomba unijaze nguvu za Roho Mtakatifu leo. Kuwa na kiu ya kumtamani huyo Roho Mtakatifu. Kuwa na shauku ya kumtamani huyo Roho Mtakatifu. Atabadilisha maisha yako. Kama Bartholomayo alivyokutana na Yesu akabadilishwa maisha yake. Kama vile mwingine alivyokutana na Yesu akabadilishwa maisha yake. Alikuwa haoni akaona, alikuwa kipofu akaona, alikuwa kiwete akatembea, alikuwa hajiwezi akapona ule mgongo wake, alikuwa anatokwa na damu na miaka mingi lakini Bwana akamponya. Ni nguvu zile zile za Roho Mtakatifu zilizofanya kazi ndani ya Yesu zipo leo hii. Ni kazi yako kukaa chini ya Yesu Kristo na kukaa kwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, na Roho Mtakatifu akusaidie. Namna gani kumpokea huyo Roho Mtakatifu?
tenga nafasi, tenga muda. Anapenda umpe muda. Wakati unapokuwa unaingia kwenye maombi yako, mwambie Yesu, nijaze Roho yako Mtakatifu. Yesu, nijaze Roho yako Mtakatifu. Yesu, nijaze Roho yako Mtakatifu. Anza na toba. Cha kwanza ni toba. Cha pili, nyenyekea mbele za Mungu. Cha tatu, mwambie Yesu, nijaze Roho yako Mtakatifu. Anza kusema leo ni leo. Leo ni leo. Tamka tu haraka, leo ni leo, leo ni leo, leo ni leo, leo ni leo. Unapozidi kusema leo ni leo, leo ni leo, leo ni leo, leo, kazana kwa sauti, kwa speed, utakuta wako na nguvu za Mungu zitaanza kufanya kazi. Na Mungu akubariki. Kesho tutaendelea na somo hili. Tumejifunza leo kwa undani faida mojawapo ni Mungu, faida mojawapo ya ufalme wa giza na ufalme wa nuru kwa duniani, kujua pendo la Mungu, jinsi Mungu alivyotupenda tungali wenye dhambi na bado Mungu atupenda mpaka leo. Mungu akubariki sana. Hajalishi una dhambi kiasi gani, lakini bado Mungu anakupenda. Usijikatie tamaa, bado Mungu hajakukatia tamaa na Mungu hawezi kukatia tamaa. Kama unatamani kuokoka na kumpa Yesu maisha yako, hapo ulipo sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Asante kwa neno lako. Naomba Bwana Yesu, ingia ndani ya moyo wangu, nifanye kuwa kiumbe kipya, nizae mara pili kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu. Roho Mtakatifu, naomba ukanitunze, naomba ukaniimarishe, nikamjue Yesu, ukajifunue kwa Yesu kwangu, kwa Yesu kwa upya. Nikamjue Yesu, akaye baba yangu, akawe kaka yangu, katika jina la Yesu Kristo, akaye mwokozi wangu wa maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ngoja nikuombe. Baba, asante kwa msikilizaji wangu ambaye kanisikiliza. Naomba uwepo wako ukae juu ya maisha yake, katika jina la Yesu. Naomba Mungu, nuru ya kwako ikae kila eneo la maisha yake, katika jina la Yesu. Kila nguvu za giza zinazoambatana naye, katika jina la Yesu, ninaachilia nuru katika familia yake, ninaachilia nuru katika elimu yake, ninaachilia nuru kwenye fahamu wake, ninaachilia nuru katika kila anachokifanya, katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia damu ya Yesu katika kila mazingira yanayomsumbua, nuru ya kwako katika jina la Yesu. Naomba ufahamu wako ukajengeke ndani yake. Naomba Bwana Yesu, naomba ukamsaidie huyu msikilizaji wangu anayenisikiliza. Mpe moyo wa kukupenda wewe, mpe neema ya kukupenda wewe. Asante Mungu kwa kuwa wewe ni Mungu unayetupenda, katika jina la Yesu Kristo. Amen.